Katika makala yetu kuhusu Ifahamu China, tunaangazia jinsi mifumo madhubuti ya kidijitali inayotumia teknolojia ya akili mnemba kufanikisha unyunyiziaji mashamba maji nchini China. Tazama. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Ujenzi wa eneo linalotumia akili bandia la umwagiliaji nchini China unaendelea kwa msaada wa majukwaa mapacha ya kidijitali ili kusambaza kwa usahihi rasilimali za maji na kuongeza thamani ya kila tone la maji. Mwaka 2022, Wizara ya Rasilimali za Maji ilichagua kanda 49 kubwa na za kati za umwagiliaji ili kufanya majaribio ya mfumo pacha wa kidijitali. Takwimu zinaonyesha kuwa kanda hizi za kidijitali zilipata matokeo ya awali katika umwagiliaji wa majira ya mchipuko na mapambano dhidi ya ukame mwaka wa 2024. Eneo la umwagiliaji wa Weishan ni eneo la pili kwa ukubwa wa umwagiliaji katika bonde la mto Mangyano na kubwa zaidi katika mkoa wa Shandong. Eneo hilo limeanza kuhifadhi maji kwa ajili ya umwagiliaji wa chemchemi mapema ili kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa zaidi ya hekta 333 za mazao. Katika kituo kinachotumia akili bandia, wafanyakazi wanaendesha mfumo pacha wa kidijitali ili kuona mabadiliko ya data mbalimbali kama vile kiwango cha maji, muda wa mtiririko na kiwango katika njia ya maji ili kuhakikisha uwiano wa hali ya juu kwenye mchakato wa usambazaji wa maji. Usambazaji wa maji daima limekuwa ni tatizo gumu katika umwagiliaji. Usambazaji huo ulikuwa unafanywa kwa uzoefu, lakini usawa wa matumizi ya maji kati ya maeneo ya juu na ya chini ya mto na kati ya mifumo ya mifereji vilisababisha upotevu wa rasilimali. Lakini kwa sasa, onyesho la kuchungulia la kielelezo limesaidia kuelekea katika kufanya maamuzi kwa akili bandia na kwa usahihi zaidi. China imetenga yuan bilioni 200 au dola za Kimarekani bilioni 27.3 za fedha za serikali kuu ili kuboresha na kubadilisha zaidi ya maeneo 2,500 makubwa na ya kati ya umwagiliaji nchini kote katika kipindi cha mpango wa 14 wa miaka 5. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri.